كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Bila shaka kwa haraka Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, wala kad karramna bani Adam, tumekwisha mkirimu mwanadamu. Mwanadamu ni kinyume na viumbe wote. Kiumbe mwingine anapoumwa mpaka kufa inafikia mzoga tu unaoza barabarani au anachimbiwa tu sehemu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfanya mwanadamu anapoumwa au atakufa kwa sababu za ghafla tu, kichwa kuumwa au atangoja kuumwa. Hivyo Mwenyezi Mungu akajalia kwamba mwanadamu atakapokufa, Mwenyezi Mungu akafanya kwamba akirimiwe, anapewa heshima. Moja kwa moja tunaanza kuzungumza kwanza kujua kwamba bila shaka tumezoea na kujua ya kwamba mwanadamu mara nyingi hafi ila anapoanza kufanya nini? Kuumwa. Lazima Mungu alete sababu, na nyingi ambazo tumezoea ni sababu za kuumwa. Kwanza tujue kwamba kina mama, ugonjwa ni mawaidha. Ugonjwa ni mitihani ya Mwenyezi Mungu. Wakati unapokuwa wewe unaumwa, usioni kama labda Mwenyezi Mungu amekusahau. Eleweni kwamba wakati mwingine unapokuwa wewe ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu anakupenda. Kuna mtu, ndugu zangu kina mama, amekaa muda wote ameishi hajaweza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumbukeni, pindi mtu anapoumwa unamsikia ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, unakumbuka kumtaja Mwenyezi Mungu wakati unaumwa. Na ndio vizuri na ndio sunna. Wakati mtu unapokuwa unaumwa, kwanza ujue kwamba ni mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni makadara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio moja kwa moja uone kwamba mbona Mwenyezi Mungu amenisahau. Jua kama ni makadara ya Mwenyezi Mungu, kisha ukae unamuomba Mwenyezi Mungu akuponyeshe. Mwenyezi Mungu, kama ndio sababu ya mimi kufa, Mwenyezi Mungu nakuomba unifishe hali ya kuwa nimetamka kalima la ilaha illa Allah. Kisha
Baada ya hapo ndugu zangu, mtu ukishajua kwamba magonjwa ni ibada, ni miongoni mwa mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inakulazimu kuwa unamtaja sana Mwenyezi Mungu na kumkumbuka sana Mwenyezi Mungu, na bora zaidi kutumia tiba ambazo zilizokuja katika kisheria, sio moja kwa moja unakwenda kwa waganga, moja kwa moja unafikiria kwamba umefanya nini, umerogwa. Haya, baada ya kujua kwamba hizi ni adabu za yule ambaye sasa anaumwa, tunakuja adabu za yule ambaye anayemuuguza mgonjwa. Yule mtu ambaye anayemuuguza mgonjwa, unalazimika kwanza kuwa karibu sana na mgonjwa, alafu kujitahidi kumtamkisha maneno ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu jitahidi unapokuwa unamuuguza mgonjwa usionekani kwamba uko mnyonge sana au unajishaua na kujishebedua sana mbele ya mgonjwa. Jitahidi kumuonyesha mgonjwa hali ya ukati. Hiyo ni adabu ya yule ambaye anayemuuguza mgonjwa. Panakuja sasa tatu, adabu ya mtu ambaye anayekuja sasa kumuona mgonjwa. Kwanza tujue thawabu za mtu kuja kumuona mgonjwa. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, atakapotoka mmoja wenu miongoni mwenu nyumbani kwake kwenda kumuona mgonjwa, kama ilikuwa ni asubuhi, anasema Mtume, wallahi malaika watakawa na kuombea dua kwa Mwenyezi Mungu na rehema kwa Mwenyezi Mungu mpaka usiku utakapoingia. Na kama ulikwenda jioni kwenda kumuona mgonjwa, malaika watakuombea dua mpaka asubuhi. Kwa hiyo ni thawabu ambazo watu wamezitupa kabisa. Labda mtu ameshaona kwamba mgonjwa kwenda kutazamwa ni yule ndugu yake ambaye amezoea kwamba huu ni ndugu yangu. Mtizame mgonjwa wa aina yoyote, nenda hospitali ukawaone wagonjwa. Katika kwenda kuwaona wagonjwa kuna mawaidha Waislamu. Utaona mtu ambaye alikuwa na hali ambayo uliokuwa unaijua, sasa unamuona mtu kasofu, mtu kakonda, ni mawaidha utapata, huenda akakufanya kumokopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa adabu za kumuona mgonjwa, unapofika kwa mgonjwa, jitahidi ndugu zangu kina mama, sio tu unafika kwa mgonjwa umemuona yuko vibaya na wewe unafika sasa jo unajinyonga. Mwana mama, unamuua mgonjwa, wewe usijinyonge, na pia usiende unajishebedua ukachangamka sana, kwa sababu unajua mtu anapokuwa anaumwa, anapomuona mwenzake yuko na afya, kuna kitu fulani kinaingia, yani anaona kama vile yani ananyongeka. Sasa unakuta unajishebedua maneno mengi sana. Sasa kwa jitahidi unapokwenda kumuona mgonjwa, maneno yale madogo mtu unasema mpaka unajisahau. Kina mama, sijui nyie mko vipi, inafikia na marehemu fulani si aka ugonjwa ndio kalimpeleka. Mwenyezi Mungu amnusuru tu mwenzetu. Jamani, hujamuua mgonjwa, unamuua mgonjwa hajafu. Wewe ndio kwamba eti marehemu fulani aka ugonjwa ndio kanimpeleka. Wewe mpe tu morali. Umeshaona kama huu ugonjwa anakwenda, lakini huu ni ugonjwa. Kesho kuta tu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utapona. Hiyo ni adabu ya kumuona mgonjwa. Sasa ndugu zangu, mnasikia kule kwa tumeanza mtu anaumwa, adabu zake, kisha tukaingia kwamba adabu za kumuuguza mgonjwa, tukaja kwamba adabu za yule ambaye anayekwenda kumuona mgonjwa. Sasa ndugu zangu, tunamtazama yule ndugu yetu ambaye tunaona sasa anakwenda kufa. Tayari pumzi zinaanza kuonekana ndogo ndogo, macho yanaanza kupanda juu, pumzi zinaanza kuisha, anazimia, anazindukana. Tunaanza kulia wenye kulia. Hapo ndugu zangu wa Kiislamu, hatulazimiki kwanza kulia na kutoa machozi. Tujitahidi kukaa tunamsemeza yule ambaye tunamwona kama anataka kufa, sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah mpaka akiweza fabiha wa neema, akuweza usimlazimishi. Ndugu zangu, sasa tunamuona ndugu yetu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Pumzi sasa zimepotea, macho yamepanda juu, miguu inaanza kupinda. Tayari sasa tunasema fulani kafishwa. Hapo sasa tunaingia maudhui nyingine, inasema alama za kumjua mtu sasa kama amekufa. Kwa wale wenye kuandika, alama za kumjua mtu kama amekufa, kwa sababu kuna wakati mtu atakuwa tu amezimia, mwe mnaanza kulia, mnanyanyua na kuweka kwenye uchaka, kumbe mwenzenu kazimia tu. Mko mnaandaa kukosha, mnasikia mtu anatoa chafya nini, mlikwenda kumweka kwenye uchaka mtu ambaye bado akingaliki labda ni mzima kazimia. Kwa hiyo kuna alama za kumjua mtu ambaye aliyekufa. Kwanza tuzijue alama za huyu mtu. Ukishaziona hizo alama zikiwa zimetimia, moja kwa moja ndio useme kumbe Sheikh Zuberi, jamani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na ndio kwa maana mnapompeleka yule ambaye labda mnaona mnashakia kafa hakufa, mnapompeleka unaonaga daktari anaanza kusema sijui macho, anatizama pua, anatizama nini, ndio vitu anatizamaga tu, hakuna chenye anapima. Kwa hiyo jambo la kwanza la kuhakikisha kujua kwamba miongoni mwa alama za kumjua mtu ambaye aliyefishwa inna lillahi kabisa, yani kuondoa shaka kama kuzimia, kwanza macho yanapandaga juu.
macho yanapandaga juu. Na kwa nini macho yanapanda juu wakati mtu anapotolewa roho? Ni kwa kuwa anapotolewa roho, yani macho yake yanakwendaga yanafuata ile roho pindi inapopandishwa na malaika huko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hiyo ni alama ya kwanza ya mtu ambaye anaonekana kwamba kakata roho na kakisha fishwa. Alama ya pili, ukimtizama yule marehemu ambaye aliyokufa, alama za weusi hizi za macho unaziona zinapotea kabisa, kuna baki vile vya weupe wakati mwingine. Hiyo ni alama ya pili. Ama alama ya tatu, ukitizama vizuri pua la marehemu, hauwezi kuliona jinsi lilivyokuwa, lazima utaliona limepinda kidogo upande wa kulia au upande wa kushoto. Hiyo ni alama ya pili. Alama ya tatu, marehemu pumzi zote, ya nne, alama ya nne, marehemu pumzi zote zinafika zinakatika, yani zinakatika kabisa. Alama ya tano, mwili wote wa marehemu unafika unaingia baridi. Ukimgusa baada ya dakika 10 kufisha 15 utamsikia mwili wote umeingia baridi. Alama ya sita, mauti. Wakati mtu amefishwa, wakati analala hivi, hata ukifanya miguu yake hivi haiwezekani, lazima miguu yake itapinda hivi. Fanya ujuavyo, fanya hivi lazima. Lakini akiwa bado ni mzima unaweza kufanya hivi, mtu ukaona binawezekana. Akishakufa ni hivi tu. Hizo ni alama za mtu ambaye ameshafanya nini? Sasa ikiwa tutachunguza na kuona kwamba sasa zile alama tulizozungumziwa na shekhe, wakati mtakuwa mnakumbuka, jamani, haya ambayo niko nayazungumza, kesho sitoi mawaidha ikiwa nikiwauliza watu wakashindwa kuyasema. Maana niko nasema njitahidi kuwatafuta wale wenye wako wanaandika awasaidii. Nikiuliza watu watatu wakashindwa, naofunga virago na ondoka zangu. Make mimi siwagi napendelea kwamba nitoe mawaidha yangu au kisomo changu kio masigara chicharo. Mimi natakaga kiwe ni kisomo ambacho najua kwamba wale walionisikiliza walipata faida. Sio unatoka hapo unakwenda nyumbani unaulizwa na uko shekhe alizungumza. Basi akazungumza mtu akifa akasema hivi eti miguu inapinda alafu na pua vimekwisha. Mimi nataka nisomeshe vitu ambavyo ni mafunzo, visiwi masigara chicharo. Ikiwa kama hamjaelewa, niko tayari kurudia tena hizo alama za mtu ambaye inaonekana kama kafishwa. Zimeeleweka? Naam. Narudia tena. Ya kwanza macho kupanda juu. Ya pili, hizi nani nyeusi humu nani weusi wa ndani kupotea. Ya tatu, yani kupinda kwa pua upande wa kulia au kusoto. Ya nne, pumzi kukatika kabisa. Pia tunakwenda mwili kuingiwa na baridi, miguu kupinda, na mengine ambayo niliyozungumza. Imeeleweka? Naam. Sawa, tayari tumekwishaona kama maiti kisha kufa. Bwana jamani, Sheikh Zuberi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Sasa kinachofuatia inabidi tufanye nini? Cha kufuata kulia, adabu za kulia pindi anapofishwa maiti. Je, kulia, si mna sisi niko na vipanga. Nimeanza mgonjwa, adabu zake za kumtembelea mgonjwa, alafu nimekuja hapa mpaka tunafika sasa Sheikh Zuberi kishafishwa. Je, inakatazwa mtu kulia pindi marehemu anapokufa? La, haikatazwi. Muache mtu akitaka alie apanuke mpaka nyuma ya ule mlima, wasikie mtu yuko na kinywa kipanuke. Lakini pindi unapolia, mama, jichunge uwe na maneno mazuri, jichunge uwe na maneno ya sunna. Sio unaanza kujifanya umeregea wewe. Sio nguo zinaanza kuvuka, unawapa watu kazi. Jamani, mshikilieni. Unampa mtu kazi yani ni? Mimi nasema muacheni jamani. Kutupa shida tu, wale mkimwacha havifanyi. Mwanzo mnafanyika unavifanya. Jamani, presa. Wallahi ipande, ishuke, itajipandisha na itajishusha. Jamani, sunaweza mtume jamani. Sio mtu tu jamani, mtu inna lillahi ameshaanza kuvua, ameshaanza kutupa mtandio, ameshafanya, anaanza kuwapa watu kazi ya kumvua na kumvika. Jamani, wallahi unapata dhambi, kwa sababu mtume anasema laisa minna, hayuko pamoja na sisi, man latama alhudud, mtu ambaye atakayefishwa kisha akaanza kujipiga wa shakal juyub, kisha akajichana chana kujivua manguo, wadaa bid'a aljahiliya, kisha akaanza kusema maneno ya upumbavu ya ujinga. Miongoni mwa hayo maneno ya upumbavu, jamani, kenda jamani, ndio ilikuwa nguzo yetu jamani, mtaegamia wapi? Na nasema kaegamia msikitini ndio nguzo. Jamani, ndio kenda nitakula wapi? Naomba nenda kale kwa soda.
na uyoke na wewe nitashika mti gani kashika mfa usiku. Sasa kwa hiyo jitahidi unapolia kina mama. Kina mama mnapolia lieni vizuri. Kama vile alhamdulillah shukuru Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya kina mama anapolia njo la ilaha illa Allah alhamdulillah rabbil alamin huyo kabisa muache apasuke mpaka wakule wasikie. Lakini sijui unasema maneno ya ajabu sijui ndio huyo ndelele ndugu zangu la ilaha illa Mwenyezi Mungu yuko huyo kama kenda yuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuwe na adabu ya kulia pindi tunapolia vilioni. Toeni sauti ila na sunna zaidi na vizuri zaidi, lia vizuri. Na kuna wengine ukitaka kujua wallahi wanalia kwa usutwa na ushakubunaku na ushambenga halii eti kwa sababu labda ana uchungu na marehemu. Wallahi mimi siku moja niliwakuta watu wamelia mpaka macho yanavimba. Mwenzake kwa naambia pole sana mwenzangu na umelia mpaka macho yanavimba. Basi unafikiri mimi nimelia kwa uchungu wa marehemu? Nilivyomwona ule dadake na marehemu mama na mimi machozi kulia ni lazima. Kumbe sasa mama nikombe ni hatari. Nilivyomo tu mkioko kijigeregeza na kale basi na mimi machozi akanitoka. Sio wewe kuna vya kinyoni. Sasa hivi vitu kwa kweli ndugu zangu kila mama kwa kweli jifundisheni mjue namna ya kulia, sunna za kulia na adabu za kulia. Lieni kisunna. Kwa hiyo hii mada ni pana sana kwa kweli. Lakini tumeingiza tu kwa kuwa twende kitu kwa mpangilio. Sasa kina mama hapa tutakuwa tumemaliza kufanya nini? Tayari tumekushalia, lakini pamoja na kule huku tunahangaika, tunatafuta wapi tutamweka maiti. Na sunna vizuri ni kumweka katika kitu ambacho hatoharibu. Msimweke kwenye uchaka, kwenye tandiko kwa sababu tayari mwili wake ulishakuwa mlaini. Ukiweka na kitu tena kilaini unauharibu zaidi. Pia vizuri marehemu tu akishakufa ya kumfanyia sasa tayari kisha kufa. Moja kwa moja fika unachukua macho yake kama macho yalikuwa yamepanda juu yafunge, midomo kama ilikuwa iko wazi ifunike, alafu mnaanza kumlainisha na kumweka sawa. Alafu ni sunna ambayo niliona kwa wazee wa zamani, nikaona sketi ni bid'a, kumbe ndio sheria. Wazee wa zamani walikuwa wanachukua kaliai wanaweka juu ya tumbo, lakini ni sunna unachukua kajiwe kadogo kwa marehemu unaweka kwenye tumbo lake. Hii inasaidia kwa sababu tazameni wa marehemu wengi hasa wale ambao waliokufa labda asubuhi ya leo wakasema tutawazika kesho, mara nyingi unakutanaga unamzika tumbo limeshaanza kuvimba. Lakini ukifanya hivyo ukamchukua yule marehemu kwa kumweka kakitu tumboni tu kadogo kama kajiwe, inafanya tumbo lake halitosogea tena mbele, litaendelea kuwa na ile hali yake ambayo aliyokufa nayo. Lakini mkimwacha tu lazima tumbo lake kadiri sasa inavyokwenda ndio gisi linakwenda linafanya nini? Linajongea mbele. Kwa hiyo hapo tayari tumeshajua nini ya kufanya baada ya kuwa mtu kafanya nini? Kafishwa. Ni moja, unafanya macho yake unayafunga, midomo kama ilikuwa wazi unaifunga, unajitahidi kwanza kumlainisha. Tena wakati wa kumlainisha maiti ukiona kama amekuwa mgumu, sio upigane kama vile mtu anapigana na spana. Usimkunje maiti hivyo. Ukiona ameshindikana acha kwanza. Pole ndio aende hivyo. Kwa hiyo tayari kila mwenye anaokopa maiti basi ni mfanya madhambi. Kwa sababu wewe ukishakuwa ndio hivyo unaokopa maiti. Si ni ule kama ni Sheikh Zuberi ni ule. Sio kusema Sheikh Zuberi amekufa tayari. Inaambia kitu gani kinabadilika kwa maiti? Si ni ule. Ni ule. Labda kidogo wale wenye wanakufaga vibando wanakufa na sura zinakuwa mbaya sana juu ya madhambi. Unakuta mtu amekufa uso umekunjama umekuwa utasema alikuwa nakula limao likali sana. Nini? Madhambi. Sasa mkitaka wallahi kuna mtu anakufa ukimtazama unaona uso wake umependeza kabisa mpaka unaona hata wivu. Ni ule tu. Tunaendelea. Bila shaka baada ya kufahamu kama maiti tayari huyo kafishwa, bila shaka la kufanya ndio nini? Tumeshamtayarisha na kumweka fasi ambayo tutamkoshea. Sasa tunaanza kitu cha kwanza tunakwenda etape par etape, yani hatua kwa hatua. Kitu ambacho huwa tunakimbilia kufanya nini? Kutengeneza sanda. Maiti iko ndani hajakoshwa, tunatengenezaga sanda ndio tunaingia ndani kufanya nini? Kumkosha.
Kwa hiyo tunazungumzia namna ya kutengeneza sanda ya mwanaume na ya mwanamke. Sanda ya mwanaume yenye haina matatizo. Hata bila kungoja kuifundisha, ukieleza tu kwa mara moja tu tayari una uwezo wa kuitengeneza. Tena tufahamu ya kwamba kabla sijaingia katika mafunzo ya sanda, inawezekana kwamba maiti ambaye tunayemzika, tunataka ambaye kafishwa, tumetafuta sanda tumekosa. Sio vibaya kuchukua vile vikombe, tukachukua vikombe tukamfunga ndani yake. Sio vibaya kuchukua mashuka kama yako tukamfunga. Isikosekani sanda shuka nyeupe ikasemekana kwamba jamani, hivi tumekosa, tusubiri kwanza mpaka ikaletwe Bujumbura. La, kile ambacho kitaonekana kiko karibu ni sunna tu kufanya nyeupe, kwa kuwa mtume alizikwa katika nyeupe na akahusia watu waziko katika nyeupe. Lakini kama mtu hataki kiziko katika vitambaa vyake au vishuka vyake, inakuwa sio vibaya. Hivyo tunakwenda kwamba sasa tunaanza kutengeneza sanda. Namna ya kutengeneza sanda. Sanda ya mwanaume inatengenezwa hivi ifuatayo. Sanda ya mwanaume kwanza bismillah, kabla ya kunani ya kukata sanda, tunafanyaga nini? Tunakwenda kumpima yule marehemu, sawa? Tunampima urefu wake. Tukishapima urefu wa yule marehemu, tunaacha huku tunazidisha kidogo na huku tunazidisha, kwa sababu ya kupata nini? Kitu ile wanasemaga ukaya, kwa kufungia zile kamba za juu na chini. Ukishafanya vile kwa sanda ya mwanaume hiyo, unafika unakata vishuka vitatu vyenye urefu wa sawa sawa. Unakata vishuka vitatu vyenye urefu wa sawa sawa na ule urefu uliompima nani? Maiti. Kwa sanda ya mwanaume hapo inakuwa imefanya nini? Imemalizika, haina makubwa. Sanda ya mwanaume, narudia tena, ukishampima maiti, unafika unazidisha huku na huku, kisha unakuja unakata vishuka vitatu venye kuwa sawa sawa. Alafu tayari hapo umemaliza kutengeneza sanda ya mwanaume. Wakati atakuwa amemaliza kukoshwa, hulazwa katika ile, hulazwa juu ya sanda yake, kisha akafungwa na kufunga ule ukaya. Kwa hiyo sanda ya mwanaume nafikiri haina matatizo. Isitokeaji kwamba mmekwenda sehemu kina mama, mkakuta kuna katoto ka kiume kamefishwa, mkaanza kusema hamjui jinsi ya kutengeneza sanda ya mwanaume. Hiyo haihitaji hata kuonyeshwa, nafikiri kueleza tu tayari mnyote mmefanya nini? Mmeelewa. Narudia tena, sanda ya mwanamume unachukua, unampima kwanza maiti, kisha unakata vitambaa vitatu vyenye kuwa sawa sawa na urefu wa yule maiti uliyempima, kisha vile ndio imetosha sanda. Wakati umemaliza ni kumlaza tu pamoja na kumfunga. Sanda ya mwanamke hiyo sasa ndiyo ina makubwa sana, na hiyo ndio tutaieleza kwa kuonyesha na vitendo. Lakini kabla ya kuieleza juu ya wale wenye kuandika, nitaanza kueleza ili isiwape shida. Jamani, ndio kwa maana nimesema leo, wallahi ikitokea mtu anatoka hapa ananambia sijui kutengeneza sanda, niko tayari aniambie, niulize mara 100, nitasikia raha, nihakikishe kwamba wallahi mtatoka hapa mnasema tunamshukuru Mungu, tangu leo tumejua kutengeneza sanda. Sanda ya mwanamke kwa wale wenye kuandika inatengenezwa hivi ifuatavyo. Naam. Ndio. Ndio sunna, ndio sunna mke kumuosha mume wake. Ndio sunna kabisa. Mke kumuosha mume wake, mume kumuosha mke wake. Hiyo ndio sunna. Na ndio inapendeza zaidi. Sanda ya mwanamke inatengenezwa hivi ifuatavyo. Jamaa, nakuombeni hivi ambavyo wenzenu wako wanaandika, kavitafuteni. Na alhamdulillah, sababu ya mimi kuileta hii kamera, maanake sikutaka mafunzo masigara chicharu. Nilitaka tuvifunze vionekane, na ulikuwa kwenye darasa, na inshallah atakayekuwa na uwezo atainunua CD hiyo. Na wala haitauzishwa CD hii. Aslani haitauzishwa, bali wana kikao wote wataichukua kwa bei ya ile CD vierge. Sawa na jinsi atakayopanga Sheikh Rashid, lakini namna gani itatengenezwa hiyo sasa nie ndio ambayo mnaijua, au sio? Tunaendelea. Sanda ya mwanamke inatengenezwa hivi ifuatavyo. Ndio maana niliwaambia kwa gisi ninajiamini. Hakuna tatizo mama yangu. Lakini tatizo sasa, uko unasikiliza darasa, mgongo umeweka huko. Hapo sasa ndio unaniua. Niulize swali. Ndio. 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 Ameshafishwa, mtatafuta na mkambua nguo, alafu
Nikajuaza acha tumwachie kumatola. Tamseko ya chata usubuhi. Hiyo sio dhambi kwamba umefanya dhambi. Inakuwa sio dhambi. Aslan tunaendelea. Sasa ndugu zangu kina mama, sanda ya mwanamke inatengenezwa hivi. Sanda ya mwanamke inahitaji vitu vitano. Sanda ya mwanamke inahitaji? Sanda ya mwanamke inahitaji? Jamani, mwenye asikii kwa Kirundi tunawashei watatusaidia hapa. Hamsikii mwe wote? Sanda ya mwanamke inahitaji vitu vingapi? Vitano. Sanda ya mwanamke inahitaji vitu vingapi? Vitano. Sawa. Bimana sanda ya mwanamke inahitaji jamvi mbili. Moja, andika pale, moja, jamvi mbili. Mbili, mtandio. Tatu, kanzu. Nne, jipe. Tano, koteksi. Mmenielewa? Sanda ya mwanamke inahitaji vitu vingapi? Narudia tena. Jamvi mbili, mtandio, kanzu, jipe, koteksi. Jamvi mbili, mtandio, kanzu, jipe, koteksi. Jamvi mbili, tunaanza jamvi mbili, mtandio, kanzu, jipe, koteksi. Tunarudia tena. Jamvi mbili, mtandio, kanzu, jipe, koteksi. Tunarudi tena. Jamvi mbili, mtandio, kanzu, jipe, koteksi. Tunarudi tena. Jamvi mbili, mtandio, kanzu, jipe, koteksi. Rudieni tena. Jamvi mbili, mtandio, kanzu, jipe, koteksi. Rudieni mara tano. Mwenye anaona hataki aache. Mwenye anaona hataki aache. Mara moja he? Tena. 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 Mara mwisho. Wallahi mwenye hajaelewa aseme nirudie tena mpaka aelewe. Mtaviona, njoma nimeanza tu kuzungumza alafu ndo nitafikani navifanyia sasa pratiki. Ndio nimeanza tu kwanza kuzungumza. Jamani mmeelewa? Jamvi mbili ni vishuka viwili venye unatandika chini vile vile venye utakuwa umekata kwa ile sanda. Wanaviitaga jamvi. Jamvi mbili. Mtaviona wakati nitakuwa niko sasa ninatengeneza hiyo sanda. Jamani kina mama, mmeelewa? Sasa tunaanza kutengeneza sanda. Sasa kuna wale wanakuja. Nafikiri hapa sisi wote tunaona. Hapa sisi wote tunaona. Kwa hiyo maana nimekuja nimejieneza kila kitu kwa kweli. Huyu ndio maiti ambaye kafishwa. Huyu ndiye maiti ambaye kafishwa. Bila shaka kitu cha kwanza huwa tunamvua nini? Nguo. Tuko tunasoma jamani, tuko tunatania. Jamani mngekaa kimya kwanza mkasikia. Kitu cha kwanza maiti anapokuwa amefishwa tunafanyaga nini? Tunamvua nguo. Kwa hiyo huu ndio maiti wetu ambaye kafanya nini? Kafishwa. Kama nilivyowaambia, tunafika tunamfunika macho, midomo, tunamweka sawa, tunaanza kumlainisha, tunamweka sawa. Mko na mimi kina mama? Sasa tunatengeneza sanda ya mwanamke. Mmoja unaanza kumpima maiti kwa wale wenye kuandika. Mmoja unaanza kumpima maiti.
Na katika kumpima maiti hakuna kauzi hapa au karuti au mtete. Mtete hakuna. Kama vile nilivyowaambia, kwa kweli wallahi mwenyewe kutoka anajua kutengeneza sanda, basi nafika na hewa kazi ya kusomesha kutengeneza sanda kabisa. Katika kumpima maiti mnaendaga kule ndani, mnafanya aje? Tunampima maiti moja kwa wale wenye kuandika. Ukiandika kima namba hivi ndio utavikumbukaga vizuri. Moja, unaanza kumpima maiti, unazidisha huku kwa sababu kupata nini? Ule ukai. Mnaniona? Sawa? Hichi ndio kipimo ambacho tumeshapata cha kumpima nani? Maiti. Sawa? Moja, unampima maiti. Mbili, unakata shuka 5 zenye urefu wa gisi ulivyompima maiti. Mnaviona? Moja, unafanya nini? Mbili, unafanya nini? Unakata shuka 5 zenye urefu wa gisi ulivyompima nani? Maiti. Shuka ngapi? Yaani ndio nataka niwaoneshe gisi nilisema nitaifundisha sanda ieleweke kwa njia fupi. Kwanza unampima maiti. Ukishampima maiti, unakata shuka 5 zenye urefu wa sawa na yule maiti. Unakata shuka 5 zenye urefu wa sawa na yule maiti. Tumeshazidisha. Nafikiri mmeona jinsi tulivyozidisha. Leta ile shuka shehe. Jamani, hii ndio sanda tunaanza kuitengeneza, sawa? Sheikh Rashid, simama. Sunaona? Niliwaambia tunakata shuka 5 zenye urefu wa sawa na vile tulivyopima. Sawa? Maana tunachukua ule urefu tunafanya. Hivi ndivyo wanavyotengenezaga sana. Ule urefu tunafanya hivi. Umeshaona? Sawa? Mnaona hizi, maana nimesema tunakata shuka ngapi? Tunataka sasa tukate kwanza vile vitambaa 5 wenyewe nimesema kwenye etape ya ngapi? Onesha vizuri tunavyopima. Njoo hapa Sheikh Rashid. Tunakunja kwanza hizi shuka. Tunakunja kwanza hizi shuka. Hivi. Njoo ushike hapa wewe pima. Umeshaona vitu kwa tunazikunja? Yaani tunavikunja kwanza ili tupate urahisi. Mkasi uko karibu hapo. Au wembe. Okay, weka tu mpaka tupime vyote 5 vienee. Kwenye ule urefu wa gisi tulifanya. Ndio maana nilisema kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Kwa sababu ungelijua vipi kama usingelikuja kwenye darasa? Ungelijua? Hapa tunataka tukate vile vishuka 5, maana tuko tunakata sanda kwa kuionyesha jamani, sio mtumbure macho wakati ambapo mnaona nini. Nina uwezo wa kusema najiharamishia kurudi Kitega. Sheikh, hizi zijawa sawa, tuzifanye ziwe sawa. Leta hii, nipe kwanza hii. Rudisha huko. Nataka hii, acha kwanza. Acha hapo hii, nipe hii. Shika kokoto. Oho, shika. Jitahidi ziwe, yani huko fanya iwe sawa sawa. Usinifuati huko. Rudi huko. Haya. Sawa. Ilete sasa hiyo tena huko. Hiyo fanye iwe sawa na hivyo. Unaona kisha. Yaani tupate vishuka vitano. Aikunje sasa hivi mletee.
Tunataka hivi vitambaa vyote viwe sawa sawa hivi. Ukiona umekosea hapo hivi, atuanze huko. Sawa. Hicho kiache kwanza, kilete mpaka kiwe sawa na hivi huko. Hivi huko. Niachie hicho kilete kiwe sawa na hichi. Au ukiona kuvikunja kunja hivi na kuudhi, unaweza kukata kimoja kimoja tu. Ukiona kama vina nani, shika hivi. Unaweza kukata kimoja kimoja. Hiyo ina tatizo tu kidogo tumeshakuwa. Yaani hivi ndio vile vitambaa vitano ambavyo tumepima ule urefu wa mayiti. Sasa tunavikata. Sawa? Moja, sawa? Cha pili, cha tatu, cha nne, sawa? Shefe nishikie hivi vitambaa. Nafikiri jamani, narudia tena. Moja, unapotaka kutengeneza sanda ya mwanamke, tumesema unafanya nini? Unampima mayiti, unazidisha huku na huku. Mbili, tukasema kwamba unakata vitambaa vitano, shuka tano zenye kuwa sawa sawa na urefu ule uliofanya nini? Uliopima. Hiyo ni ngapi? Mbili. Naanza sasa kutengeneza sanda. Tatu, natandika zile jamvi mbili. Tulisema sanda ya mwanamke inahitaji vitu vingapi? Tano. Nini? Jamvi mbili, tandio, kanzu, shide, kodesi. Alhamdulillah. Rudeni tena. Jamvi mbili, tandio, kanzu, shide, kodesi. Tunaanza sasa. Nimesema tumempima mayiti, kisha tukatandika zile shuka tano, kisha tukakata zile shuka tano sawa na urefu wa nani? Sasa tunaanza kutandika kwanza zile jamvi mbili. Ndio gisi wanatengezaga sanda ya mwanamke hivi. Tunaanza kutandika zile jamvi mbili. Unaona? Zile jamvi mbili. Sawa? Penda kule tutavilinganisha kule. Kaa pembeni hivi. Sawa? Jamvi la kwanza hilo. Jamvi la pili. Sawa? Tuko pamoja? Hili ni jamvi. Fanya hiyo sawa sawa huko. Kwa hiyo hizi ni jamvi mbili. Sasa hapa kwa hivi huku na huku karibu. Huku ndio karibu kwa hivi. Fanya hivi sasa. Sawa. Hizi ni zile jamvi mbili ambazo ziko urefu wa sawa sawa na yule maiti ambayo mpima. Katika vile vitambaa tulivyokata tunabakia na vitambaa vingapi? Vitatu. Tunachukua kitambaa cha tatu. Kitambaa cha tatu. Sawa? Hichi ndio kitambaa. Nisikilizeni vizuri, sijasema. Si unaona hichi kitambaa cha tatu? Mnanifuata vizuri? Hichi kitambaa cha tatu
Pale niliwaambieni kama sanda ya mwanamke haina chenyewe, unakikunjaga tu mara mbili hivi. Unaona? Chenyewe unakikunjaga mara mbili. Hii ndio inaitwa kanzu. Kukunja tu mara mbili hivi ndio inaitwa kanzu. Kwa hiyo kitambaa cha tatu tumesema tunafanya aje? Tunakikunja mara mbili. Hii ndio inaitwa kanzu. Ukishakikunja mara mbili unakata shingo hapa. Shingo unalikata aje? Hivi. Niazime ule mkasi. Shingo unalikata tu kidogo. Kuna wenyewe wanakataga hivi, wanakata hivi, lakini kwa urahisi fanya tu kama mstari tu hapa hivi. Yaani unafanya tu kama mstari hapa hivi, kisha unatoboa tu hivi. Yaani fasi kwenye kiasi kichwa kitafanya nini? Kitapita. Jamani, mmeona? Unachukua kitambaa cha tatu. Yaani usihangaiki sana. Kitambaa cha tatu unakikunja mara mbili. Ukishakikunja mara mbili unakata shingo. Si mmeona kisi nimekata shingo? Kuna ufundi jamani? Hakuna ufundi. Ukishakata shingo, ile kanzu unaitandika sasa. Tandika hapa Sheikh Rashid. Inakutana vizuri. Sawa. Mmeshaona kwa nimeitandika ile kanzu. Maki niko nafundisha ili muone. Kwa nini kanzu nimeitandika hapa? Kwa sababu wakati tutamleta mayiti, si tutamuingiza humu ili kile kichwa chake kitakuwa kiko hapa. Kwa sababu hii ni maeneo ya kile kichwa. Teremsha tena chini kidogo. Hii kanzu. Jamani, mmeona maeneo ya kanzu? Yaani unajitahidi wewe mwenyewe tu unapimia kwenye kichwa cha marehemu kinaweza kikaka. Wakati wa kumfunika ile sanda tupate nini ule? Ukaya. Jamani, narudia tena. Sanda ya mwanamke inahitaji vitu vingapi? 5. Semeni. Kwa hiyo tumeanza tukatandika moja, nikasema unafanya nini? Unatandika. Unampima maiti, ndio nimesema moja. Moja unafanya nini? Unampima maiti. 2 unafanya nini? Unakata. Unakata vishuka 5 venye urefu wa sawasawa na jinsi ulivyompima. Sawa? Ukishakata vile vishuka 5 viko sawasawa vyote. Yaani ili usihangaiki kwenye sanda, usifanye kimoja kimoja. Ndio pale unaona watu wanasumbuka katika kutengeneza sanda. Ile anajifikiri kimoja kimoja. Sasa panafuata nini? Kanzu. Inakuwa wewe fanya tu hivi. Bwana, unakata vishuka 5 vinye kuwa sawa sawa. Unaanza unatandika jamvi 2. Cha kufuata ni nini? Kanzu. Ile kanzu unachukua tu kishuka kingine unakikunja mara mbili tu hivi. Unasema ule urefu kisha unakikunja tu hivi. Kama mlivyoona nimekikunja mara mbili. Kisha unakata shingo. Tumebaki na shuka ngapi? 2. Haya. Tunachukua shuka ya ngapi? Ya 4. Hii shuka ya 4 na yenyewe unaikunja mara mbili. Unaona kisi vitu vina nguvu. Shuka ya 4 na yenyewe unaikunja mara mbili. Jamani, mnanifuata vizuri kina mama? Jamani, kama muelewe na mbeni nirudie tena. Ila shuka 4 unaikunja mara ngapi? Mara mbili. Alafu ukishaikunja mara mbili unafika unaikata katikati. Unaichana kabisa. Unaichana mara mbili. Ukishaichana mara mbili, kila kipande ulichochana ndio jipi. Jamani, sanda ina nguvu kweli. Kile kipande ulichochana. Maana yake tu mtu akisikia jipe anafikiri hizi zenu zenye mtaremba, uweke elastiki, ufanye nini, uweke pasula hapa. Ni shuka tu. Kwa hiyo 2 yani kishuka cha 4 tunafanya nini? Tunakikunja mara mbili kisha unakata. Hii ndio jipe. Hii ndio
Jipe. Kama mlikuwa mnajua jipe ina nguvu, haina nguvu kina mama. Sasa ile jipe tunaitandika wapi? Chini ya kanzu. Tunaitandika, tunafunua kanzu hivi, mnaona? Kanzu tunaifunua hivi. Nifateni vizuri. Yaani niko nasema, mwe mtizame, pa mtizame hizi ndevu zimekaa kama huko. Mnatizama hapa. Hapa. Sasa unapandisha kwanza ile kanzu hivi. Jamani, huko mko mnaona? Mnaona? Shenjo, wao bakia tu wataona. Ile tulikata mara pili, yenyewe tunaitandika hapa hivi. Hapa. Sumeshaona? Leta hapa shekhe. Linganisha huko, linganisha. Itaidi ulinganishe. Umeshaona jinsi tumeitandika? Njoo ngambo ya huko wapishe na hao huko waone. Hiyo tunaitandika aje mnaona? Tunaiweka katikati ya kanzu. Manake yenyewe inapanda kabisa, hii jipe inapanda kabisa hivi. Kwa sababu gani? Yule maiti tutakapomweka yeye ataishia hapa. Hii ni sehemu ya nini? Ya ukaya. Bimaana ukija kufunika hii kanzu hivi, unaona vile vile penye mtu anajivaliaga kanzu na nani, si mnaviona? Maana hii hapa ndio kanzu, alafu hii hapa ndio ile jipe. Jamani, mmeelewa? Kuna cha kurejea tena? Sasa bimaana ile shuka ya 4 tulibaki na kipande. Ile shuka 4 tulibaki na nini? Na kipande. Unachukua kile kipande kilichobaki. Kile kipande kilichobaki na chenyewe unakikunja mara 2. Unaona jinsi wale kutengeneza sanda havina nguvu. Unaona ni kukunja tu. Na chenyewe unakikunja mara 2. Shekhe njoo. Niazimu ile mkasi. Na chenyewe unakikunja. Ukisha kikunja mara 2, unakikata na chenyewe katikati. Fanya hivyo. Na chenyewe unakikata katikati. Unakikata katikati vile vile, wali unakikunja ili visikusumbui. Na unawekaga tu alama tu, unafika tu unafanya hivi, shuka yao yenyewe inajikata hivi. Sumnaona? Mjitandio. Nini? Mjitandio. Ule mjitandio unauingiza sasa hapa hivi. Unauingiza katikati ya lile shingo ulilofanya nini? Ulilokata. Jamani, haina nguvu sana hata kidogo. Huyu ni nini? Ni mjitandio ambao mmeona kwenye tumeuweka. Ule mjitandio ni sehemu gani? Mnauona mjitandio tumeweka wapi? Ule uzumisha niwekea kwenye msina. Jamani, kina mama mnaona? Mmeona vizuri? Haya. Mmeona kwa nimeingiza mjitandio? Umeingia kule kwenye shingo lake. Kile kitambaa kilichobaki ndio kotex. Kile unakikunjaga mara 2 tu hivi. Mara 2 tu hivi. Mnaniona vizuri kina mama? Unakikunja mara 2 hivi. Unakikunja mara 2 hivi. Chenyewe kinakuja kuikaa hapa juu ya jipe. Hapa hivi. Kile kitambaa kinakuja kukaa hivi. Kwa nini? Wakati tutamuingiza maiti, wakati tutamweka pamba sehemu zake za siri, za mbele na nyuma, pamba za kutosha, ndio wanakichukuaga wanakifunika hivi, alafu ndio wanaanza kumfunga nini? Jipe. Hapo umemaliza kutengeneza nini? Sanda. Narivuruga tena, ninarudia tena. Moja, tunampima maiti. Sawa. 2, unakata vishuka 5 wenye viko sawasawa na urefu wa yule maiti. 3, unaanza unatandika jamvi 2. Shekhe, tupe zile jamvi 2. Sawa? Sawa? Zile jamvi 2. Manake tumebaki na vishuka vingapi?
vitatu. Kishuka cha tatu tunakichukua, tunafanya nini? Tunatengeneza kanzu. Na kanzu tunaitengenezaje? Unachukua kile kishuka cha tatu unakikunja mara mbili. Ndio hii. Unakikunja mara mbili, sawa? Mnaniona vizuri? Unakitandika juu ya zile jamvi. Ndio nini hii? Kama ni kanzu ina ufundi. Maana kimkisikia tu kanzu unaona ni ile ile ya kwa tayari. La, ni hii hapa. Wewe unakunja tu mara mbili. Sawa? Kuna wengine kama wanamwaga tu kufanya hichi, wanafika kikata kama vile wanakipa mara mbili ya hichi. Wanafika wanakikunja juu kanzu iwe ndefu. Lakini hiyo ni kazi. Inakufanya ukawie. Unaona? Tandika hapo shekhe. Mmeona fasi ninatandika kanzu? Pandisha tena kidogo shekhe. Kidogo. Linganisha huko. Jamani, mmeona fasi nimetandika kanzu? Tumebakia na vitambaa vingapi? 2. Nachukua kitambaa kile cha 4. Kama nilivyokuelezea. Kile cha 4 na kikunja mara mbili. Sawa? Cha 4 na kikunja mara mbili kama mlivyoona. Unakikunja hivi mara mbili. Ukisha kikunja mara mbili, unafika unakichana. Sawa? Ndio kile nilichana ndio hichi. Hichi ndio kinaitwa nini? Jipe. Pandisha juu. Haya. Umeona kwa nimeweka jipe? Sawa? Haya. Tunachukua kile kipande chenye kilibaki kwa ile shuka ya 4 na chenye tunakikata tunapata hemo nini? Mjitandio. Tunapata hemo nini? Mtandio. Shekhe niletee huku. Tengeneza huko ndani vizuri sharashi shingo. Sawa, jamani, mmeona vile tumetengeneza mjitandio? Umengoja kurembo ukafumwa nini vikapo sijui nini, matunda. Unakata tu mara mbili. Tayari. Inabaki nini? Koteksi. Kile kilichobaki. Maana ile shuka ya ngapi tumeimaliza yote? Ya 4 tumeimaliza yote. Koteksi unaikunja tu mara mbili, na yenyewe unakuja unaitandika wapi? Hapa. Umeshaona? Sasa kinachobaki kina mama ni kitu gani? Kuna ile unaonaga watu wanasema nini? Wanashona. Ile kushona sio ufundi, eti kwamba inahitaji pia ufundi. Ile kushona ni mafundo tu wanawekaga juu ya kutaka zile sanda zisisambai. Sio kwamba eti wanategemea kwamba ndio wanazishona au wanafanya nini. Isipokuwa kitu kingine chenye kinafanyikaga, kuna wakati mkishakata zile shuka kitu kingine chenazindua. Mkishakata zile shuka 5 mkishazikata zile shuka 5. Siku wakati mnafika mnaona kama vile maiti aliyofishwa ni mnene sana. Sasa ili iwarahisishe kabla ya kukata kwanza zile sana. Msingoje kushona sana ndio mkaenda kuongeza. Mnachukua vipande vingine venye mtaongeza kwa zile shuka 5 au 4. Kwa sababu ile ya 5 najua mtajiuliza mbona ile ya 5 ina kazi gani? Ile ya 5 ni ya kumfunika maiti wakati wa kumkosha, na kama ikikosekana sio lazima, maiti anaweza akakoshwa kwa kufunikwa shuka ya ile ya kwake ya kawaida, anaweza kukoshwa kwa kufunikwa jilbabi, anaweza kukoshwa kwa kufunikwa kikwembe. Almuhimu maiti sio lazima kumfunika ile shuka ambayo tulifanya nini? Yani kwamba tutaitoa kwenye sanda. Sasa maana yake hapa vitambaa vinavyohitajika sana ni vingapi? Kile cha 5 tulikiongeza tu kwa sababu ya kwamba maiti anaweza akafanya nini? Tunaweza tukamkoshea na au kumfutia. Sasa ule maiti atakapoonekana kama ni mnene, ndio mnafika mnakadiria sasa juu ni mnene, hapo inaonekana tuzidishe vio vitambaa, vio vishuka vingapi? 6 au 7.
juu vile wenye mtabikunja hivi kwa kuongeza huku pembeni juu ya kwamba maiti ni nani? Ni mnene. Maana hicho ndio chenye imefanya nini? Mnakwenda kwanza hivyo sasa mnakwenda kuvishonesha kwa fundi, vyote vinakuwa sawa sawa vyote ili viwarahisishie. Yaani ukitaka urahisikiwe kukata sanda kina mama kama mlivyoona, ni kama vile nilivyokuonyesheni, unapima vishuka 4 au 5 wenye kuwa sawa sawa. Unatandika viwili ambao ndio vinaitwa jamvi, kisha cha tatu unakikunja mara 2, unaweka unakata shingo, kisha unafanya nini? Unatandika juu ya zile jamvi 2. Kisha kishuka cha 4 unakikunja mara 2, unachana katikati, ndo jipe unatandika. Kile cha 4 ulichochana katikati, unachukua tena kile kipande unakichana katikati, unatoa hemo mjitandio pamoja na nini? Sasa kufunga wanafanyagaje? Nione, nitizameni vizuri. Wanakamatishaga zile jamvi 2 na kipande cha kanzu chini pamoja na mjitandio. Mnaviona? Ndio wenyewe wanakamatishaga. Naanza ni kawaida tunaweka tu kafundo, manake sio kusema eti vinahitaji ufundi nini, ni kafundo tu, manake na kenyewe inataka zile, yani inataka kwamba zisisambai, kwa sababu wakati zikiwa hivyo hivyo samna mnyanyua mayiti mkumnani. Umeshaona ni kafundo tu kama vile hivi. Umeshasikia? Jamani, mmeona kisi ya kuunga zile sanda? Mmeviona kisi ya kuunga? Ni mafunzo ambayo ni kama tukunani. Mmeona kisi ya kufunga? Ile sindano imeweka. Maana hapa tumeunganisha jamvi 2. Leo ni siku ya kusoma kukosha maiti. Na tulianza huko jana, tukamsoma binadamu bado ni mzima, tukamsoma anaumwa, tukazungumzia sunna za kuumwa na za kumuuguza mgonjwa, kumtembelea mgonjwa mpaka anakufa, sunna za kulia, ni hukumu gani ya kulia, tukaingia mpaka marehemu anakufa, ya kumfanyia marehemu baada ya kufa, tukaja sasa kufanya nini? Tukamtengenezea sanda, na leo sasa tunamkosha. Watu wengi katika kukosha maiti huwa wanaifunika hivi, lakini si sunna. Sunna ya maiti unapotaka kumkosha ni kumfunika maeneo yake ya siri. Sunna ya maiti unapokosha kufunika maeneo yake ya siri, ndio sunna ya maiti. Na siwezi kusema kama ni dhambi kumkosha umemfunika kile kinani au umefanya makosa, la, bali sio vibaya, kwa sababu kuna mtu anaokopa labda kukaa na muosha maiti kwa anaona uso wake, labda imani itakuja nyingi zaidi. Sio mbaya ikiwa kama utafunika pia. Sasa kabla ya kuingia katika masuala ya kukosha, na kuombeni kina mama, fungueni masikio tangu leo msikie ni maiti gani ambaye anayekoshwa na ni maiti gani ambaye hakoshwi, kwa sababu wapo maiti ambao wanaokoshwa na wako ambao hawakoshwi. Sasa kuna maiti wanaokoshwa na kuna maiti ambao hawakoshwi. Maiti wa kwanza ambaye hakoshwi ni maiti ambaye aliyefia katika jihadi. Huyo hakoshwi. Huyo anafikwaga tu sanda kisha anakwenda kuzikwa hivyo hivyo.
Maiti mwingine ambaye yakoshi ni haji ambaye aliyefia katika ihram. Yani mtu mwanamke ambaye aliyekufa aliyekufa bado ni muhrim, au mwanamume ambaye aliyekufa bado yuko katika ihram, huyo hakoshi. Na mwanaume ambaye yuko katika ihram wanamzika mwa zile ihramu zake. Maiti mwingine ambaye hakoshi, wa kwanza tumesema jihadi, wa pili ambaye kafa ni haji lakini akingaliki kwenye ile ihramu yake. Ala kuli hali, maiti ambaye amekufa ni haji yuko katika ihramu. Mimi naacha tuendelee, alafu tutakuja kuieleza ihramu maana yake, kwa sababu tutakuwa tumeingia kwenye mlango wa hija sasa. Acha tueleze ya muhimu yenye vinatuhitaji. Maiti ya tatu ambayo haikoshwi ni mtoto aliyeporomoka, mimba iliyoporomoka ambayo iko chini ya miezi minne. Aje amelia, afanye nini? Mimba yoyote ya kuteremka ikiwa chini, yani hapa msingojeki tena kuuliza mkahangaika. Bwana, mimba imeporomoka, wewe uliza tu. Ile mimba iliporomoka, ilikuwa ni ya miezi mingapi? Ikiwa ni mimba ya chini ya miezi minne, yani 3 na nusu, 3 na siku 30, 3 na siku 25, miwili, umoja, hiyo mimba ikiporomoka, huyo mtoto hakoshwi, haswaliwi, anazikwa tu hivyo hivyo. Mbeleo, mimba yoyote ya kuteremka imeporomoka ya chini ya miezi minne, hiyo haikoshwi, haiswaliwi, haivikwi sanda, mnazika hivyo. Mimba yoyote itakayoteremka kuanzia miezi minne, mnanifuata vizuri? Miezi minne mpaka kupanda, hiyo hakuna kusema jamani alilia hakulia. Huyo tunamkosha, tunamvika sanda, tunamswalia.